Story ya kwanza kabisa ningeanza na issue ya star wa muziki wa Bongo Flava Juma Jux kuileta tuzo ya Afrima Tanzania. Star wa muziki wa Bongo Flava Juma Jux kuileta tuzo ya Afrima kwa mara ya kwanza kwa upande wake Tanzania. Of course unajua Afrima wameshawahi kushinda wasanii wa Tanzania, lakini yeye ameleta tuzo sio peke yake, ameleta pamoja na Forex ambaye ni director na amedirect ngoma ya Ololufemi kama siku akafanya nyingi kama Komasa vya Diamond na kashinda director bora wa mwaka. Issue ya Juma Jux kuleta tuzo, mimi nafikiri inakuja kutia morali kwake kwa sasa hivi kwenye muziki wake, kwa sababu nao currently ameanza kuyaona matunda ya kimataifa. Afrima ni moja ya tuzo kubwa sana ambayo ina matawi, na Afrima ile ya Europe, lakini pia kuna Afrima hii ya Afrika ambayo wasanii wetu wanafanya events za Afrika hapa na wanashinda tuzo. Na baada ya Juma Jux kushinda tuzo, watu wengi walianza kumcompare na baadhi ya wasanii kama kina Diamond. Labda Juma Jux sasa hivi anafanya vizuri kuliko Diamond na vitu kama hivyo. One thing mimi nataka nikizungumze kuhusiana na issue ya Juma Jux kushinda tuzo ya Afrima ni kwamba nilishawahi kuzungumza siku za nyuma mara nyingi, sio mara ya kwanza. Mimi sitaki kuongea nani mkubwa. Sio watu wanajaribu kuonyesha sasa hivi Juma Jux ni mkubwa. Nope. It's not all about nani kuwa mkubwa. Ni kwamba nani anafanya vizuri kwa muda husika. Kwa mfano wasanii wakubwa kama kina Drake, kina nani, unaona kuna mwaka unapita kabisa hawajafanya vizuri na hakuna mtu anaweza kuwalaumu kwa nini Drake hajafanya vizuri. Kwenye masuala ya kimuziki ni vitu vya kawaida msanii kufanya vizuri na kutokufanya vizuri. Huwezi kuwa unafanya vizuri kila mwaka. Mwaka 2025 Juma Jux alifanya poa sana. Na kitu mimi nizungumze, nishaye kuzungumza nyuma kama ninavyosema, lazima ifike hatua tujaribu kuona sura nyingine kwenye upande wa soko la kimataifa kwa wasanii wetu wa Bongo Flava. Kama tutaendelea kuona sura zile zile, maana yake game yetu haikuzi wasanii, haikui kimuziki, haikui kwa chochote kile. Ni miaka mingi imepita sana. Kwa mfano sura ya Diamond, sura ya Alikiba tunaziona sana kwenye ushindani wa kimuziki. Lazima ifike hatua tuone sura zingine. Ndio kama hivyo tunamwona Juma Jux, tunaona Harmonize pia alienda, ingawa sijajua kwa nini hakuperform, lakini tumemwona Fina pia alienda aliperform. Tumemwona Forex kashinda tuzo, lakini kuna wasanii majanti hawajashinda tuzo ya Afrima. Diamond kila mwaka alikuwa anabeba. Unaona Alikiba alikuwa anaingia, lakini nao watu waoni. Kwa mfano mimi nilizungumza issue moja, nikasema sasa hivi kwenye muziki wa Tanzania, of course tukubali tukatae, muziki wa Tanzania umepoa. Yaani wasanii wanafanya mpaka mtu akijisikia. Unaona wasanii wengi sasa hivi wa Tanzania wanajihusisha sasa hivi na project nyingi. Unaona wana project yake huko, unaona, lakini kwenye swala la kimuziki pamepoa na tutaki kuzungumza. Huo ndio ukweli, na tunataka tushindane na wasanii kama wa Nigeria. Wale wako busy my brother, wako busy. Ukimwangalia Ashake yuko busy mwaka mzima, Burna Boy yuko busy mwaka mzima, Davido yuko busy, Wizkid yuko busy. Wala wasanii nimemention, bado Rema, bado Iris Star, bado Tems. Leo tunataka tushindane naye. Wasanii wetu wanafanya kazi kwa kujisikia, wamerelax. Msanii anakaa miezi 6 hana hata project, hafanyi show, hafanyi chochote. So nikasema kwa Bongo lazima tuwajaribu kuwatengeneza Diamond mpya na Alikiba mpya. Na mimi nikasema katika watu ambao tunataka tuwakuze, sio kuwatengenezea mabifu, tuwakuze kwenye ushindani ambao ni kama face ya muziki wetu. Nikataja Harmon na mimi Mario na Mbosso. Kama zamani ilikuwa Alikiba na Diamond. Soko baya, ushindani ndio unaleta chachu ya mafanikio kwa wasanii. Leo hii ukimwangalia Diamond, ukimwangalia Alikiba, mafanikio walionayo ni kwa sababu kulikuwa na ushindani kati yao. Kama tunataka tufanye kazi kwa kurelax hivi kila mtu akijisikia, trust me, hakuna hatua yote tunaipiga. Dunia nzima, hata leo kimsikiza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, wao mafanikio ya kimpira ni kwa sababu walikuwa wanashindana. Sio kushindana kwa baya, kushindana kimafanikio. Ndio maana nikasema lazima tujaribu kutengeneza competition ya kimuziki ndani ya nchi yetu. Lazima. Na watu ambao wanafaa, wana kila kitu kinafanana ni Mbosso na Mario. Nilifurahi sana baada ya kuona Mario na Mbosso wanabishana mitandaoni. Nikasema yes, hii sasa itakuja kuwa kubwa, lakini sijui iliishiaga wapi. Anyway, ukichana na issue ya Juksi, juzi issue ambayo ilikuwa na trend sana mitandaoni ilikuwa ni ya mshikaji Chief Godlove wa kuonekana kwamba magari yake yamechukuliwa na watu. Kwa sababu mshikaji, watu wengi hawajui jamaa anatoa wapi hela. Kwa wanaona ni kama kuna hela, labda anatengeneza content creator, kuna mtu labda anaendaga kuazima magari, labda anakodisha magari,
then anafanya content zake alafu anarudisha. So juzi alionekana mjini amebebwa na magari, watu wakasema yamerudishwa kwa wenyewe. Kumbe mshikaji alikuwa anachukua magari yake na yapeleka Nairobi. Na mimi nimefanya naye interview, nimezungumza naye mara mbili wakati magari yanabebwa na wakati magari yamefikishwa Kenya. Pia nikaongea naye nikamuuliza ilikuwaje, yeye ndio anapenda. Amesema dunia kama dola 20,000 ambao zaidi ya milioni 52 za Kitanzania. Anasema yeye makazi yake mengi ni Nairobi na Kampala. Kwa hiyo kwa sababu anakaa sana Nairobi, alafu gari zake ziko Tanzania, anapata shida labda kukodi magari na vitu kama hivyo. So anaona ni bora yale magari yawe huko alipo. Umeelewa? Badala ya kukaa huku muda mwingi hayupo Tanzania. Magari yamekaa tu, sometimes yanaharibika, yameenda pia kufanywa service Nairobi, Maybach na baadhi ya gari zingine. So ukiangalia kiukweli, kwangu mimi mshikaji amekuja kuinspire watu wengi sana kwenye swala la kimafanikio. Kiukweli, wala tuzungumze uongo. Mimi nimezungumza naye interview ndefu sana. Nimemuuliza watu kuhusiana na watu kumsema yeye ni Freemason. Yeye ni mambo ya Illuminati. Nimeshaelewa vizuri anazungumzaje kuhusiana na hicho. Lakini pia jicho la tatu ni nini? Chief Godlove kila siku mimi jicho la tatu mafanikio ni kitu gani? Ameeleza kwa urefu kabisa. Naomba msikilize kidogo Chief Godlove. Labda watu wengi wanahoji sababu ya wewe kuyachukua magari kuyapeleka Kenya ni nini? Sasa magari ni ya kwangu, mimi ndo naamua nini nifanye, nipeleke wapi, nifanye nini, hiyo ni ya kwangu. Yaani mtu anakujaje kuniuliza eti sababu yako ya kubeba magari kupeleka Kenya ni nini? Yeye kama nani? Labda Kenya hakuna magari ambayo unaweza kutumia ya namna hiyo kama ya kwako? Kenya kuna magari mengi sana, lakini sababu moja ile iliyonifanya mpaka nibebe hizo gari zilete Kenya ni kwamba huku Kenya na Uganda ni moja kati ya sehemu ambazo mimi ndo huwa nafanyia mambo yangu mengi. Yaani hata baadhi ya vitu vingi mimi nafanya ni huku, sio Tanzania. Okay. Umeelewa? Tanzania huwa nakujaga kwa shughuli moja tu ya foundation kwa ajili ya kuja kusaidia yatima, wajane na nini na nini. Ndio maana unaona nikiwaga Tanzania a lot of things nafanya ni kusaidia yatima na nini, kwenda kuwapa baadhi ya vitu. Lakini hujawahi kuniona nimekaa eti nakwambia niko ofisini sijui niko Tanzania. Ofisini labda foundation. Siwezi kununua gari zile zile bro. Sasa kutoka kuna nini hapo? Sitakuwa na kichaa. Sasa yani ninunue gari zile zile ziwe Kenya, ninunue gari zile zile ziwe Kampala. Lazima gari ziwe tofauti. Ndio maana hizo nimezitoa Bongo nimezileta huku. Zije zifanyiwe service, zioshwe vizuri, zipoe. Huko nakuja nanunua gari zingine za kutumia nikiwa huko, nikija huko. Maana yake hizo sasa hivi zinakuwa zinabaki Kenya. Zinaweza zikabaki, zinaweza zikarudi, ni moods tu. Usioni mtu ataka kushindana naye. Yaani mimi watu ambao ukiniambia nitashindana nao, unatakiwa unichukue hapo unipeleke Nigeria. Naweza nikapata watu angalau 2 3 wa kusumbuana nao. Lakini kwa hii Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambiki, Sui Kongo, hakuna kijana mwenye umri kama wangu ambaye anaweza akasimama yoyote. Okay. Tena kwenye karia yoyote, sio kwenye karia moja, kwenye karia yoyote hakuna. Jicho la tatu maana yake ni ufahamu. Cha kwanza ni kujua nini ufanye kwa wakati gani na wapi, kwa sababu hili swala linawasumbua sana watu. Okay. Unajua jicho la tatu lina maana ndefu sana, ndio maana ulivyoniuliza nikashindwa kutaka kulitolea ufafanuzi, kwa sababu lina maana kubwa sana. Huko ndani kuna mambo ya kiroho, spiritually. Okay. Umeelewa? Jicho la tatu kama vile ambavyo kanisani, yani kama vile ambavyo dini ambavyo unatakiwa umtafute mchungaji ndipo akuombee. Kwenye jicho la tatu hatumtafute mchungaji. Tunakuelekeza namna ya wewe mwenyewe kujifanyia baadhi ya mambo, kujiponya au kufanya mambo yako yaende. Unajua kuna watu ambao wanajitafuta lakini wamekuwa wakijaribu kufanya kazi mara kwa mara, kazi tofauti. Kila wakianzisha michongo yao inakufa na nini na nini. Sasa hao ni wanahitaji jicho la tatu kwa ajili ya kufungua ufahamu wao, kujitambua kwanza wao ni kina nani. Kwa sababu kuna watu ambao tunaishi nao kwenye dunia. Wewe ukimuona unaishi anajitambua lakini hajitambui. Huenda anafanya biashara ambayo sio ya kwake. Ambayo sio yeye anatakiwa afanye. Sio, umeelewa? Mwingine anaweza akawa nyota yake ni kali sana, labda ni msanii au ni mwigizaji. Nyota yake ni kali sana lakini
mwanzo nyota yake iliwaka, baadaye kazima yani Sasa huyu anatakiwa pia hajue nini anatakiwa kufanya. Mfano Wellmando akasema mimi nataka kuwa mtangazaji, mimi natokea Bongo 5 nataka labda kuwa mtangazaji mkubwa kuliko mtangazaji mwingine. Cha kwanza unatakiwa kuwa na knowledge ambayo iko kwenye jicho la tatu, kujua wenzio wanakosea wapi, wapi wamefeli, na wewe ni nini ufanye ili uwe juu yao. Okay, si umenielewa? Yeah, hapo nimekuelewa. Chifu. Kwa hiyo jicho la tatu ina maana nyingi. Humo ndani kuna jicho. Hapo nimekuelewa. Kuna mambo kawaida haya mtaani. Okay, hapo wewe ni Freemason au Illuminati? No. Mimi sio mtu huyo, sio mambo yangu hayo. Kwa sababu watu wanaamini jicho la tatu, unajua kwenye tunafundishwa jicho la tatu Illuminati na Freemason wana jicho fulani hivi, unajua lile kama triangle hivi, na ndio wanaamini. Sasa let me tell you one thing. Watu wengi wanayofia Freemason wanahisi labda ni kitu fulani kibaya au Illuminati nini, kitu kibaya nini, vile mindset tulizopewa. Hiyo ni knowledge pia, ni jicho la tatu. Okay. Kumbe Freemason naye ni jicho la tatu. Naweza nikasema yes kwa sababu kwa sababu pia wanatumia knowledge. Yani wao wanafumba macho, wanatumia ufahamu. Ndio maana unaona wanasema kuna jicho la tatu linafunguka hapa, ukiachana na haya macho ya kawaida ambayo tunaona. Okay. Unatumia akili zaidi kuliko kuhisi au kushika. Okay. Wewe unaweza kuwa Freemason? Unaweza? I can't. Mimi siwezi kuwa Freemason kwa sababu Freemason wana level ya ndogo kuliko mimi. Okay. Yani knowledge ya Freemason ni ndogo kuliko mimi. Ngoja nikuelekeze kwanza. Mimi ni spiritual healer. Ni mtu ambaye niko juu ya mganga wa kienyeji. Si umenielewa vizuri? Kwa knowledge niko juu ya mchawi wa kawaida. Kwa sababu mchawi kazi yake ni kuroga na kuharibu maisha ya watu. Ndio. Si umeelewa? Mimi niko kwenye kurekebisha kile ambacho mchawi kaharibu. Okay. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo mimi niko juu ya mganga wa kienyeji, niko juu ya mchawi, niko juu ya Freemason. Yani hawa watu wote naona kwa chini kutokana na level ya knowledge. Okay. Ya akili ambayo mimi niko nayo na wao. Kwenye hiyo. Kwa hiyo Freemason, Illuminati ni nini? Is all about mindset. Is all about knowledge. Okay. Kwenye hiyo imani ambapo jicho la tatu, kuna watu wengi Tanzania wapo mule? Siwezi kusema bro, no comment. Sasa hapo unatoa siri za watu. Unajua mtu hatutaji jina. Siwezi nikasema kwamba wapo wa Tanzania au wapo wa Kenya, wapo It's all about a secret. Unajua mtu mpaka akasema chief, mimi najitoa na lipia pesa, nataka kukaa na wewe unielekeze nini nifanye ili nifanikiwe. Yeye ndio anatakiwa kama atataka kwa mapenzi yake atoke akawaambie ndugu zake na jamaa zake kwamba kafanikiwa baada ya mimi kumuelewesha. Mimi nimewafanikisha watu wengi sana. Okay. Kwa maelekezo tu. Sio wala yani kwa maelekezo tu, fanya hiki kitakuwa hivi. Nina nguvu hiyo. Okay. Na kinakuwa. Lakini siwezi kuja kusema nimemfanikisha fulani. No bro. Kuna malipo lakini ni siri kati yangu na mimi na yeye. Okay, kuna malipo. Malipo ya mtu labda akitaka kusaidiwa na wewe. Sasa unifuatilie Ilmando ndo shida. No, niliona ile issue za michango. Ngoja sasa tuachane. Mimi sichangishi mchango kwa mtu yote. Mimi wanawaambia watu kwamba mimi siwezi kumwelekeza mtu for free, na kama mtu ananifuatilia basi atakuwa anajua. Kwa hiyo iko hivyo. Mimi unajua nilishafanya mpaka yale madarasa yako yale. Ngoja nikuelekeze, hamna darasa umefanya. Hebu sikiza nikwambie nikuelekeze Ilmando. Ilmando. Umesikia Ilmando? Ndio. Kwa hiyo jicho la tatu mtu akitaka kulifafanua vizuri ni lazima mtu akae atulia, mueleweshe tena kwa vitendo, sio kwa maneno. Okay. Kwa maneno hivi unaweza usinielewe, kwa sababu wewe tuko umezaliwa, umechukuliwa, umepelekwa darasani ukaambiwa wewe utasoma kindergarten, baadaye utakuwa darasa la kwanza. Umeelewa? Ndio. Baadaye unachukuliwa unaambiwa wewe utakuwa Muislamu, nenda madrasa. Yani ni vitu ambavyo wewe unapandikizwa, hujavitafuta. Okay. Yani wewe umeelekezwa vitu na wazazi. Umefuata upepo maana yake. Sio kile ambacho umecreate. Okay. Sasa umeona mimi ninavyoenda? Mimi huwa natengeneza vitu vyangu mwenyewe. Na unakuelewa. Sifuati trends.
na create my own trends. Okay. Umeelewa? Hapo nimekuelewa vizuri sasa. Kwa sababu tayari knowledge yangu ni kubwa kuliko binadamu wa kawaida. Kwa hiyo binadamu wa kawaida yoyote pale ambapo anahisi ananielewa ndo anakuwa hanielewi. Kwa sababu siongei lugha ambayo yeye anaongea. Okay. Yaani mtu anaweza kaona anaongea Kiswahili lakini asinielewe kile ninachokimaanisha. Na hiyo inatokea mara nyingi sana. Okay. Hata naweza nikarekodi video nikaelezea vizuri kabisa. Lakini nakuja kugundua watu bado hawaelewi kile nilichokieleza. Okay. Mfano hata kwenye hili somo la mambo haya yaliyotokea hapa, kuna watu bado hawajaelewa nilikuwa nawafundisha kitu gani. Ili jambo lote lililotokea nilikuwa nawafundisha kwamba watu siku zote watatamani ufanikiwe lakini hawatatamani wazidi wao. Okay. Hapo nimekuelewa mzee wangu. Umemsikiliza Chief Godlove, lakini pia na wewe unaweza kutoa mtazamo wako. Sio kwa ubaya, mshikaji huenda na anawasilisha kwa ubaya, lakini tuchukue kama inspiration. Tusipende kila kitu ku hate. Of course mimi niliona clip huenda labda alikuwa anatengeneza kiki, lakini haina ubaya. Kama kitu hakina madhara, kina ubaya gani? Bongo 5. Ukiachana na issue ya Chief Godlove, bwana, Aisha Speed anaendelea na tour yake barani Afrika. We all know. Jana nafikiri ilikuwa Misri, ndio amekuwa streamer wa kwanza kustream kwenye pyramids. Akaingia mpaka ndani, akalala kwenye kitanda. Niliona clip moja anaambiwa, no, don't sleep. Alala kwenye kitanda, I think ni cha Farao, ndo mfalme wa Misri. I don't know, lakini alilala pale, kitu ambacho hatakiwi mtu kulala, lakini Aisha Speed alilala pale akanyanyuliwa na nini. One thing kuhusu mshikaji Aisha Speed, story ambayo imekuwa inavutia zaidi ni story yake ya, ukiachana na hii ya Kenya, story ya Ethiopia au Ethiopia tunaita kwa Kiswahili. Mshikaji alikutana na Miss Africa, si ndio? Alafu akakutana na washikaji ambao wanafanana nao. Na niliona clip ambayo baba yake akawa anafuatilia stream ya mtoto wake, namna anavyoenjoy. Mshikaji licha ya kuwa Aisha Speed anaonyesha upendo, lakini tukubali tukatae, mshikaji yeye mwenyewe ana upendo sana. Angalia anavyoishi vizuri na wale washikaji ambao wanafanana nao. Yule jamaa kutoka Zimbabwe, lakini pia kuna jamaa kutoka Ethiopia, hajui Kiingereza, nafikiri walikuwa wanamfundisha. Unajaribu kuangalia wanavyozungumza, wanavyoonyeshana love, brother. Hata Aisha Speed mwenyewe anajua sana kuishi na watu. Aisha Speed alichofanya, ameenda kuionyesha dunia namna Afrika ilivyo nzuri, namna Afrika ilivyo na watu wazuri. Afrika sio nchi, Afrika ni bara, kuna mataifa mengi. Ameenda kuionyesha dunia upendo wa Kiafrika, Afrika ilivyo. Kwa nini ma-streamer wengi Tanzania wanashindwa kustream? Kwa sababu ya limitation. Yaani kuna sehemu light yale mapyramids yalikuwa Tanzania, usingetakiwa hata kupiga picha. Tukubali tukatae. Sehemu nyingi Tanzania zina limitation. Yaani hata Aisha Speed angekuja Tanzania, kuna sehemu ambazo angetakiwa afanye live, lakini angeambiwa hapa hairuhusiwi kufanya live. Kwa mfano, nenda Mlimani City pale. Mlimani City utakiwa hata kupiga picha, yani utakiwa kuwa na kamera, kurekodi pale. Kupiga picha kwa simu sawa, kurekodi na kamera pale kwenye parking hairuhusiwi. Lakini unataka kuniambia Aisha Speed angekuja Tanzania singeenda Mlimani City? Maana yake angeenda Mlimani City, si ndio? Kama angeenda Mlimani City, angeendaje live Mlimani City na wakati hairuhusiwi kamera? Hilo ni swali la kwanza tu. La pili, madaraja, unaona daraja la Tanzania, daraja la Kigamboni. Pale Pantoni, Kigamboni, hauruhusiwi kupiga picha wala kurekodi video. Imeandikwa pale, huruhusiwi kupiga picha wala kurekodi video. Tuseme mfano, Aisha Speed amekuja, anataka kwenda kwenye daraja la Tanzania, anataka kwenda kwenye Pantoni, anataka kwenda daraja la lile la Kigamboni. Angefanyaje live? Maana yake kutokuja Tanzania inawezekana imetuokoa vitu vingi kutokuumbuka, kwa sababu Tanzania kuna limitation ya vitu vingi ambavyo huruhusiwi kurekodi hapa, huruhusiwi kustream hapa, huruhusiwi kufanya nini hapa. Ukiona kijana wa Kitanzania anasema Aisha Speed ana faida gani, mwambie wewe uko nyuma miaka 10. Uko miaka 10 nyuma, bado huendani na speed ya dunia, huendani na kasi ya dunia, bado uko mbali sana nyuma. Kijana wa Kitanzania kula Aisha Speed ana faida gani, huendani na speed ya dunia. Hawa jamaa wana impact kubwa sana kwenye promotion, kwenye influence. Ndio maana wanatumiwa na maraisi. Rais wa FIFA kawatumia kupromote kombe la dunia, na kombe la dunia la Marekani hao ndio wanaenda kulipromote. Sasa njoo jiulize tena, wana faida gani hao? Bongo 5. Ukiachana na story ya Aisha Speed,
Nimeona jana of course Baba Levo kamnunulia mke wake gari Range Rover, na ameeleza Baba Levo kasema kitu ambacho mimi nimekuwa kimeniinspire sana, nimefurahi kauli ya Baba. Mimi namjua Baba Levo, namjua vizuri. Baba Levo kasema anamnunulia mke wake gari kwa sababu mke wake kamvumilia sana. Na nakumbuka kuna kipindi Baba Levo mke wake aliwahi kuondoka kaenda South Africa. Huyu aliwahi Mama Ruby aliwahi kwenda South Africa akamwacha Baba Levo na watoto. Baba Levo walipata shida sana. Ukiangalia Baba Levo kazaa ana watoto wengine wakubwa, lakini pia watoto anaye Mama Ruby anawalea sio wote kawazaa. Kuna wengine kazaa na mwanamke ambao walikuwa wa zamani, si ndio? Hata Levo sio mtoto wa Mama Ruby. So maana yake anajaribu kuwalea watoto wa Baba Levo kama watoto wake. Ndio maana Baba Levo anasema licha ya hawa watoto, hata yeye Baba Levo ana changamoto kubwa sana kukaa naye. Hata yeye anakuambia hata akipiga kopi ya Baba Levo wakawa wawili, then Baba Levo yeye mwenyewe kaambiwa kaa na Baba Levo mwenzio, asingetoboa. Watu ambao wako karibu na Baba Levo wananielewa ninachozungumza. So maana yake ni kwamba huyo mwanamke kavumilia vitu vingi sana na Baba Levo, yeye ndo anaeleza, sio mimi. Baba Levo ana attitude ambazo wewe kutoboa naye huwezi. Lazima uwe mvumilivu sana ukitaka kuishi na Baba Levo. So maana yake mimi naelewa sana anachokizungumza na namjua anapomwambia mke wake hivi, I feel it. Najua hii anachozungumza Baba Levo ni kweli kabisa. Miaka 2-3 nyuma ilikuwa kimwambia mtu Baba Levo atakuja kuwa mbunge, ataingia bungeni, ulikuwa huwezi kuamini. Miaka 2 nyuma, inawezekana sio miaka 2025 labda, ilikuwa kumwambia mtu hivi alikuwa hawezi kukubali na kukuelewa, atakwambia ni uongo. Lakini leo amevumilia, nao tunazungumza hapa. Jamaa ni mbunge, ameingia bungeni, unaweza kushangaa akapewa kitengo hata cha uwaziri. So maana yake kweli amevumilia vitu vingi sana na ameamua kuzawadiwa gari aina ya Range Rover. So kwangu mimi ni big shout sana my brother B Levo Ba. Bongo 5. Issue nyingine ambayo ilitokea kwenye upande wa kiburudani ni baada ya Rose Muhando kuraise kwamba amezulumiwa haki yake na moja ya kampuni kubwa tu ya mambo ya distributors. Amedhulumiwa haki yake na anasema alisaini mkataba wa miaka 6 na ilikuwa ni mwaka 2011 kwenda 12. Miaka 6 walisaini mkataba, si ndio? Huo mkataba ilikuwa wanafanya naye kama distributors kuuza kazi zake na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku ni kwamba ile miaka 6 baada ya kupita hawakuwahi kuterminate mkataba, hawakuwahi kuvunja ule mkataba. Ule mkataba uliendelea. Baada ya miaka 6 yeye hakuwahi kufaidika na chochote. Lakini ile kampuni ikaendelea kufanya kazi, kuuza kazi zake. Anasema nyimbo zaidi ya 37. Nyimbo 37 ni nyingi sana wazee. Nyimbo 37 ni nyingi sana. Na ukiangalia Rose Muhando ni mtu ambaye ndio miongoni mwa wasanii wa Injili ambao waliwahi kupendwa na kila aina, mpaka Waislamu. Yaani msanii ambaye alikuwa anafuatiliwa mpaka hata na watu ambao sio Wakristo. Kwa nguvu yake, alikuwa na nguvu sana, na mind you kipindi hicho ana nguvu, hakuna mitandao ya kijamii. So anapozungumza nyimbo 37 hajapewa haki yake toka 2011 mpaka leo 2026, miaka 10 ngapi? Miaka karibia 14. Lakini pia kawatag Kosota na Basata kwamba wamsaidie. Walishawahi kupambana wakagonga mwamba. Hilo swali mimi limenifikirisha sana. Hizi ndio taasisi ambazo zinasimamia wasanii. Yaani anasemaje zimewahi kupambana zikagonga mwamba? Au mkataba huu ulikuwa na shida? Unajua sometimes mimi niwaambieni kitu kimoja. Hiyo mwaka 2011-12 ni zamani mno. Hata namna ya kuandika mkataba, inawezekana wasanii wetu wengi ni ngumu sana kuelewa mkataba. Of course, ndio maana unapopewa mkataba kila mtu anataka kufaidika. Msanii anataka kufaidika, hata kampuni inataka kufaidika pia. Kwa kila mtu atataka kumrubuni mwenzake. Ndio maana unaona wasanii wengi wanalalamika kwa sababu mikataba mingi wanasaini hawajui imeandikwa kitu gani. Inawezekana Rose anasema ilikuwa miaka 6, lakini ukuta hata ilikuwa miaka 60. Lakini kwa sababu mkataba, ukimuuliza leo Rose Muhando, usiongee kwa baya, huo mkataba, copy ya mkataba anayo. Mind you, ni 2026 sasa hivi. Bado kuna wasanii wanadhulumiwa tu mikataba, hawajui imeandikwa nini. Sasa vuta picha 2011 ilikuwa. Jamani anasema hivi, kama kweli alidhulumiwa, kwa nini asiposi copy ya mkataba ulikuwa unasemaje? Ili asaidiwe kutafasiri mkataba. Mimi sasa hivi nikwambia tu kweli. Mimi sasa hivi nimeacha kulaumu makampuni yanayosaini wasanii, sio lebo za kimuziki. Nimeacha kulaumu. Shida wasanii.
Msanii akifuatwa akiahidiwa milioni 10, milioni 20, milioni 30, kwa sababu hana hiyo hela, ataona ni hela kubwa, hela nyingi sana. Anasaini kwa mwemko ule. Lakini akisha kuwa mkubwa, hiyo hela milioni 20 anaiona ndogo. Atakapoiona ndogo anaona mbona mimi sipewi haki yangu. Lakini ukifuatilia kwenye mkataba, yeye alikubali hiyo hela kwa sababu alikuwa hana kitu. So ukiwa umeletewa mkataba, lazima na wewe utafute mwanasheria wa kutafasiri mkataba. Then na wewe wape nani zako, sheria zako, regulation zako, wape condition zako unatakaje. Wasanii wengi hawajui mikataba. Wewe nenda fuata hawa wasanii ambao wako kwenye hizi label tu, ambao ndio dunia sasa hivi tunasema ndio dunia utandawazi, watu wanajua vitu. Wewe wafuate, waambie, hebu nionyeshe mkataba wako. Brother, unaweza kucheka. Ukisoma mkataba na vifungu unamuuliza, hapo ulisainije mzee? Hapo ukusoma? Akasema mwanangu mimi nilikuwa na njaa ya hela. Sasa brother, una njaa ya hela, unalalamika nini? Ndio maana mimi ninavyosema KOSOTA na BASATA waligonga mwamba, mimi nikapata swali tu. Huenda KOSOTA na BASATA waliusoma mkataba, wakauelewa mkataba, wakaona huyu mkataba hakuuelewa. Mimi nitaomba mama yangu, huyu ni mama yangu Rose Muhando, tuwekee mkataba Instagram pale. Kama ulivyopost ule, hebu tuwekee mkataba wa miaka 6 unasemaje, ili wataalamu wajaribu kuutafasiri then wakupe majibu. Kwani ni vitu vya kuficha hivyo? Haki yako huwezi kuficha. Bongo 5. Kuna issue ya Harmonize kufikisha viewers milioni 5 YouTube. Mario pia wimbo wake wa Olua kuwa na milioni 5 ndani ya mwezi mmoja. Harmonize wiki 3. Nenda wiki ya 4 sasa hivi milioni 5 YouTube. Na nimeona Harmonize kaposti. Nataka nikisomea hiki alichokuandika Harmonize kwanza, then niongee kitu ambacho nataka kuongea. Harmonize baada ya kufikisha milioni 5 YouTube ndani ya wiki 3, nenda wiki ya 4, ameandika happy 5 million leo featuring Mbosso. Remember the video dropping next week. Kwa yeyote anayeweza kutoa wimbo akacheka. Thanks for keeping it number 1. Konde Gang. Akataja Khan Music, na hapa hatutoki mpaka tutoe ngoma nyingine wewe wenyewe. 2026 ukawa mwaka mzuri kwenu pia. Let's find go linking and stuff. Not bad. Harmonize kusherehekea milioni 5 ndani ya mwezi mmoja sio kitu kibaya, lakini hiki mimi nilizungumza nyuma kabla yeye. Unaona wasanii wetu? Unaona mindset. Unaona mindset za wasanii wetu Huyu ni Harmonize, the biggest artist, yani ndio anajitaka Konde Boy number 1. Leo anafurahia pata milioni 5 YouTube ndani ya mwezi mmoja. Hii lazima tuizungumze kwa ukubwa. Harmonize anafurahia. Harmonize anapenda kuiga kina Burna Boy, kina Wizkid. Akanionyeshe lini ameona hao wenzetu wao. Kwa sababu vitu vingi tunafanya kwa kujifunza. Sisi muziki hujaanzia kwetu. Muziki umeanzia kwa wenyewe. Sisi tunaiga vitu. Maana yake ni kwamba hata lifestyle ya wasanii lazima waige vitu vingi. Wenzetu wanawaza nini? Yaani huyo msanii wa bongo lazima ukiwaze. Tukitaka kufanikiwa, kwa sababu sisi hatujatoboa kimuziki, huo ndio ukweli. Lazima tuwaze wenzetu wanawaza nini. Na sisi tuwaze nini? Level ya Harmonize unafurahia milioni 5 mwezi mmoja. 5 million YouTube. Au level msanii kama Harmonize leo unafurahi 5 million, happy 5 million. Alafu wamekutana wasanii wawili wakali, Harmonize, Mbosso. Level yenu ya kimuziki milioni 5 ni failure. Kama kweli unafurahia YouTube milioni 5, mimi nakwambia milioni 5 ndani ya mwezi mmoja umefeli. Kwa level yenu brother. Yaani tegemea kwa level yenu ndani ya siku moja tutengeneze viewers milioni 1. Ndani ya mwezi ungekuwa na milioni ngapi? Nao namuona Diamond. Angalia mindset yake. Kila akitoa ngoma anaweka link ya Spotify. Basi tusiende kujifunza Nigeria. Basi tujifunze kwa big ambaye katuzidi kila kitu. Akitoa ngoma link anaweka Spotify. Na ndio maana maintain Spotify. Harmonize leo Spotify ana monthly listener 500,000. 600,000, yes. Mario ana 500,000. Maana Mario anampumulia karibu hapa hivi. Hamtaki kumwachia nafasi Harmonize. Unaweza ukashangaa kamchapa, kampita. Huwa Mario huwa na 300,000. Wa Harmonize una 200,000 Spotify. Yaani light tungekuwa tuna promote Spotify, Apple Music, iTunes, wasanii wote wangefika mbali mno. Lakini sisi tuna promote YouTube brother. YouTube haijatengenezwa kwa sababu ya muziki. Yaani tuna promote sehemu ambayo sio sahihi.
na nituonyeshe sisi tunapenda sana maisha ya YouTube, you know? Yani tunapenda kitu ambacho kwetu sisi hakina faida. Yani kwa msanii YouTube haina faida. Haya unafurahia, haya unasema unafurahia trend namba 1. Kwako wewe kama Harmonize na faida gani? Mbosso alikuwa na kwa wimbo wake, wimbo ndani ya miezi 5 amepata karibia viewers milioni 60 wa pao. Manake ndani ya mwezi alikuwa na uwezo wa kupata viewers milioni 8. Hapo unaweza kufurahi yani. Yani Suma Mnazareti anaruhusiwa kupost niko trendy. Lakini Harmonize unapost trendy tena ya YouTube. Hii platform kama Spotify, iTunes na Apple Music. At least hata watu ambao wanachukua wasanii kwenda Grammy wanaziconsider. Wanakuuliza wewe stream zako ni ngapi? Unapata monthly listener ngapi? Ndio sehemu ambao unatakiwa tukae tuna promote. Kwa sababu hata wale wanaokuchukua kwenye tuzo kubwa, wakitaka kuangalia kwenye kigezo cha numbers, hawaendi numbers za YouTube. YouTube ni mtandao rahisi sana. Hata wewe leo ukiamua kurekodi video ukaingia barabarani, unaipost una trendi. Mtandao rahisi. Kuna data ambazo ilikuwa inaonyesha Tanzania Apple Music top song. Yaani juzi ilikuwa ni juzi yes. Nyimbo 10 ambazo zinaongoza kusikilizwa Tanzania Apple Music. Halafu unaniambiaje Tanzania wasikilizi hawafuatilii Apple Music na Spotify? Apple Music ambayo ukija kwenye ukubwa kati ya Apple Music na Spotify Tanzania, Spotify ni kubwa kuliko Apple Music. Lakini angalia ngoma ya kwanza ni Dave and Tems inaitwa Ridance. Ngoma ndio inaongoza Tanzania kusikilizwa Apple Music. Ya pili ni Harmonize leo na Mbosso of course. Lakini ukiangalia ya 3 ya 4 ngoma ambazo zimeingia top 10 ni leo ya Harmonize na Mbosso na Olua ya Mario. Katika nyimbo 10, hizi nyimbo zote zinatoka nje. Wanaosikiliza hizi nyimbo ni wa Tanzania. Kwa nini sisi hatutaki kupromote hizo platform? Tunadili na YouTube. Tujiige kwa wenzetu. Ushakuona lini Wizkid anapost niko trend YouTube? Burna Boy anapost trend za YouTube. Davido, Rema, Iron Star, Tems, for what? Bongo 5. Ukiachana na hiyo bana, nina story 2 ambazo zilitokea wiki hii. Ya kwanza kabisa ni issue ya Lamata Village ambao walifanya back to school, ambao watu wengi wameilalamikia sana back to school kwamba wanadhalilisha shule na wanafunzi na nini na nini. Kila mtu ametoa maoni yake. Namna walivyovaa. Unajua lazima tukubali kitu kimoja. Huo ni uigizaji. Wanaigiza. Alafu kuna kuigiza na kuna uhalisia. Kitu ambacho wasanii walifanya siku ile ni kujaribu kuinfluence kwenye jamii umuhimu wa shule. Ukiwa na jina kubwa, una uwezo wa kuinspire watu. Lazima uinspire kwenye vitu vizuri, sio vitu vibaya. Wanaonyesha kwenye jamii maisha ya shuleni wamepitia. Wanavaa nguo, wengine wamebeba fagio na maji, jembe. Wanafika shuleni wananunua vitumbua, sui kalmati, sui cutlass, nini vile vinaitwa kachori, unaelewa, maandazi, mihogo. Yaani wamefika kama eneo la shule. Nini ambacho kinakuja kwenye akili yako? Hata mtoto akitazama, kama mtoto wako atakuwa anatazama hawa wasanii, anatazama kwenye upande wa kuwaza uhuni, huyo mtoto wako hayuko sehemu sahihi. Waigize shule, watoto wanapenda shule, yani maisha ya shuleni watu wanayapenda. Leo hii wewe useme wasanii walikosea sana, hawakutakiwa kuigiza kama wanaenda shuleni. Unataka waigize nini? Leo mwanafunzi atapenda kuona Dora, nani yule Dora, yes, amebeba fagio, anakimbia shuleni, amevaa sare ya shule. Unawaza mtoto wako atakuwa na matatizo gani? Yeye anawaza tu viskini tu. Kwa nini asiwaze kwenye upande wa content? Awaze tu amevaa nini? Unawaza kuvaa. Kwa nini usiwaze ujumbe ambao ulipelekwa pale? Kwamba Lamata anahimiza kwenye jamii kwamba shule ni sehemu muhimu sana. Shule ni sehemu muhimu sana. Watoto waende shuleni, wanatakiwa waende hivi, wamevaa hivi, wanachukua fagio, wanaenda kununua cutlass, wananunua vitumbua, wananunua sio vitu gani. Kwa nini usiwaze kwenye upande huo? Watoto wanaingia shuleni, walimu wamependeza, walimu wanaongea vizuri na watoto. Kwa nini usiwaze upande ule? Uwaze eti wamevaa vinini, wanasema wamevaa vimini. Nenda South Africa, ambalo taifa linatupita sisi kielimu. Nenda Marekani, mataifa Ulaya tuseme mfano. Mfano sehemu nzuri tu Kenya na South Africa. Nitolee mfano South Africa. Wale wametupita kielimu. Wewe unajua watoto wao wanavaaje? Wewe nenda tu ka Google wanafunzi wa South Africa wanavaaje. Alafu ukija kwenye elimu wametuzidi kila kitu. Yaani wanafunzi wanavaa nguo ziko juu ya magoti. Wanachowaza wao ni elimu tu, lakini sisi tunawaza mavazi. Hatuwazi watoto wanaingiziwa nini humu. Hilo ni tatizo, ni ugonjwa. Naweza kusema ni ugonjwa wa taifa. Alafu njoo sema sisi ambao tunataka tuvae vizuri nguo kama mahijabu mpaka chini. Wale tunawapita nini kielimu wale?
Just mindset tu ambao sisi tunazitengeneza kwa ajili ya kukwamisha vitu. Wale wanahamasisha back to school. Wewe unalalamika unasema wamevaa vibaya. Hao watoto wewe wakivaa vizuri unawafundisha nini? Wewe mwalimu, wewe unaozungumza mwalimu umekaa kwenye dawati kwamba wanahamasishwa. Wewe unaambiwa watoto wajue kusoma yaani katika shule za msingi watoto wanaongoza kufeli. Na wewe mwalimu unakaa unaongea wakati watoto wako ukija kufuatiliwa wamefeli karibia watu 50. Mimi nasoma Kiingereza changu cha kuungaunga. Nimesoma mpaka chuo. Na nimefundishwa na hao walimu. Kiingereza changu cha kuungaunga rafiki yangu. Leo hii kijana wa Kitanzania amesoma mpaka chuo kikuu. Ukimwambia ongea Kiingereza anatetemeka. Bongo 5. Ukiachana na issue ya walimu na nini, nimalizane na issue ya Mkubwa Fella na Diamond. Leo nataka nizungumze kwa mara ya mwisho. Baada ya kuongelea upande wa Diamond, vitu alivyotoa Diamond, nikajaribu kufuatilia pia upande wa Mkubwa Fella. Nilipiga simu, of course, mimi ni mwandishi, si ndio? Nilitaka kujua upande wa Mkubwa Fella kwa nini yule mwanamke analalamika? Kwa nini watu wanamlaumu yule mke wa Mkubwa Fella? Anaitwa Sabrina. Watu wengi wamemlaumu, anaenda ameenda Dubai. And of course mimi ndio taarifa ambazo tulizipewa. Nikapiga simu. Nilipowasilisha lile nikapiga simu, nikauliza, piga simu kule. Issue ya Mkubwa Fella na Diamond imekaa kitofauti sana kwa namna sisi ambao tunaiwaza. Sisi tunaiwaza kihela. Lakini baada ya mimi kupiga simu, kumbe wale wenzetu hawawazi kihela, Mkubwa Fella hawazi hela. Na watu wengi walijaribu kupost clip yule mwanamke yuko bar, of course niliona anakunywa pombe na nini. Lakini yule mwanamke anasimamia bar ya mume wake ambaye ni Mkubwa Fella. Alikuwa na bar inaitwa, watu ambao wanajua bar ya Mkubwa Fella wanajua jina lake. So yeye huwa anaenda kusimamia hiyo sehemu ambayo ndio biashara ambayo imesimama, wao wanaitegemea kuendesha maisha yao. Hilo ni la kwanza kabisa. La pili, kwa Mkubwa Fella. Niliuliza mimi Diamond kuhusu kwenda kwa Mkubwa Fella. Diamond alienda mwanzo wakati Mkubwa Fella anaumwa. Mwanzo kabisa wakati anaanza kuumwa. Hajawahi kukanyaga tena. Sasa simu ambazo Mkubwa Fella anapiga kwa Diamond, mimi taarifa ambayo nimepewa, hapigi kuomba hela. Mkubwa Fella ameishi na Diamond kama mtoto wake. Kwa sometimes sio tu Diamond anayepigiwa simu, wanapigiwa simu wasanii wote ambaye Mkubwa Fella akiamka anasema mimi naomba kuongea na msanii fulani. Huyo msanii anapigiwa simu, anamsalimia, baba shikamoo, unaendeleaje? Niko vizuri, jitahidi, utapona na nini? Umeelewa? Kitu anachotaka kwa Diamond ni kuongea naye tu. Like mimi nilitaka nizungumze na my brother Diamond. Listen bro, kwa maisha ambayo umeishi na Mkubwa Fella, ametetea brandi ya Wasafi na brandi ya Diamond of course. Yaani milioni 200, hata kama umetoa milioni 200 still hazitoshi. Jiulize tu, kwa nini watu wewe wanakuzungumzia wewe? Kwa nini watu wamlaumu Chege, Temba, Slay, nani? Kwa nini Diamond? Wakati Mkubwa Fella anaumwa ndio alikuwa anafanya kazi na wewe. Ndio alikuwa meneja wako. Kwa nini uendi kumuona ule mzee? Basi unaogopa kamera watu kukurekodi. Kwa nini usiende hata usiku? Kwa nini upokee simu za mzee? Mzee anachotaka unaambiwa anataka tu kusikia sauti ya Diamond. Amsalimie tu. Unajua mgonjwa anapoumwa kuna vitu vingi anataka kuviona. Anahitaji kupewa faraja. Anapoona kijana wake kama Diamond hapokei simu, anawaza basi usimpe hela. Simu. Halo, baba shikamoo. Unaendeleaje baba? Au ni aibu? Kuna vitu hata ujitetee vipi bro? Mzee aliyofanya kazi na wewe yule yani sio hivi kuongea hivi. Sio kutafuta attention kwa sababu ya mtu anaumwa bro. Toka mkubwa anaanza kuumwa TMJ mara mwisho wewe kwenda. Why? Kwa nini uendi kumuona? Nenda hata usiku. Basi mchana watu watakurekodi, nenda usiku. Washa gari, chukua taya ST gari ndogo tu, nenda. Na kuja kumuona mkubwa, sitaki kurekodiwa na mtu. Kia ndani. Salimie baba, shikamoo bwana, nimepata changamoto 1 2 3 bro. Bro, hiyo ni jambo kubwa. Unaweza kashangaa mkubwa hata hapo kapata nguvu kukuona tu. Unapoumwa na mtu unafanya naye kazi alafu haji kukuona. Alafu anaendelea, watu wake wanaendelea kumsimanga yule mama. Tayari watu wanaona au anafurahi mkubwa kuumwa. Kuna vitu kweli mama anakosea, lakini kuna vitu wewe pia umemess up. Mimi nimepiga simu, wamekataa tu kuwafanyia interview. Sababu hawataki sasa hivi kuendeleza hao mambo. Wamekataa tu kuwafanyia. Kwa nini wanataka mkubwa anataka kukusalimia? Asikie sauti yake. Of course watu watasema kwani mtoto wake ndio ameishi kama mtoto wake. Pokea simu bro, mpigie yule mzee. Wewe mpigie tu mzee, msalimie. Kupokea simu shingapi bro? Wewe una nguvu, ukizungumza yule mama ataonekana ana makosa. Wewe ndo una nguvu kwenye jamii. So yule mama hawezi kuongeza bato na wewe. Hiyo mimi kitu kimeniumiza sana.
sana baada ya kufolea, nimepiga simu kakata tu kufanya interview. Kuna klipu nyingi Mkubwa Fella anazungumza, anasema mimi mkataba wangu na Nasibu mpaka maisha, afe yeye nife mimi, mkataba unaisha. Hiyo klipu ipo, nenda fronti wewe, mwambie mama, mbona mimi nikutumia ile mama unakula? Huoni mzee anaumwa? Mbona nakutumia ile unaenda Dubai? Huoni mzee anaumwa? Mbona nakutumia ile unaenda baa? Huoni mzee anaumwa? Mkoromee mama yako yule. Jitihada gani umezifanya baada ya huyu mama kuona anafanya matatizo? Umefanya nini? Bro, ili tatizo wala tusitake kutafuta mchawi nani. Bro, kuna vitu unaweza kuvisoti wewe. Mimi ni hayo tu kuhusiana na Diamond my brother. Nimemaliza na hii ni recap na Mando leo. Tukutane next time kwenye recap na Mando siku ya Jumatatu. Again, mimi naitwa Mando, nyuma ya kamera mwanangu anaitwa Kashmiri. Next time, ciao.